zangu katika imani, tunaendelea na darasa yetu ya kitab au risala ya khudh aqidataka min alkitab wa sahih as-sunnah. Na leo tutakuwa katika swali la 5, ma huwa al-ihsan fi al-ibada? Ni ipi ihsan katika ibada? Ihsan ni kufanya kitu vizuri. Ihsan ni kuboresha kitu. Ihsan ni kukifanya kitu kiwe na thamani ya juu. Ma huwa al-ihsan fi al-ibada? Ni ipi ihsani katika ibada? Al-ihsan huwa muraqabatu Allah ta'ala fi al-ibada. Ihsani ni kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kuwa makini na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada unayoifanya. Al-ihsan huwa muraqabatu Allah ta'ala fi al-ibada. Ihsani ni kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kuwa makini sana unaposimama katika ibada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyetukuka katika sura ash-Shu'ara aya 218, alladhi yaraka hina taqum. Allah anayekuona pindi unaposimama katika ibada. Ukisimama kwenye ibada, kuwa makini ukijua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Alladhi yaraka hina taqum, Allah anayekuona pindi unaposimama katika ibada. Wa taqallubaka fi sajidin, na kugeuka kwako pamoja na wenye kusujudu. Hii hali ya kusimama na kugeuka na kutoka kwenye sijida, Allah subhanahu wa ta'ala yuwakuona. Kwa hiyo ujue kwamba wewe umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anakuona, na Allah anakufuatilia katika kila hatua unayoifanya. Hii ndio ihsan. Katika hadithi, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in, hakika Allah ameandika ihsan kwa kila kitu. Hata kama unataka kuchinja, hakikisha kisu umekinoa vizuri ili uchinje katika mazingira ambayo ni mazuri. Mkichinja mchinje vizuri. Muwe na ihsani katika vichinjo. Hata kama ni kuku na mchinje, lazima uwe na ihsani. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, Allah anawapenda wenye kufanya ihsani. Sio kaona tu kwa sababu ni bata, ni njiwa, ni kuku, basi ukaamua wewe kisu utakata unavyojua. Kisu butu ukakata. Kila kitu kina ihsani. Ukipika ufanye ihsani katika kupika. Sio pika tu na unapika. Ukifua ufanye ihsani katika kufua. Ukinyoosha ufanye ihsani katika kunyosha. Ukitandika ufanye ihsani katika kutandika. Si ile mradi tu kwa sababu ni ugali unasonga ujisongea. Angalia ugali unausonga, unafanya ihsani kwenye kuusonga wa ugali. Allah anapenda wenye kufanya ihsani. Yaani usiripue tu ukapika ukapeleka mbele za watu. Angalia umekaa katika sura gani. Kwa hiyo ihsani iko katika kila kitu. Na zaidi unaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Udeki vizuri, ndio ihsani. Ufua vizuri, ndio ihsani. Paka mwili wako unatakiwa ufanyie ihsani. Lazima uoge. Ni ihsani. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Allah ameandika ihsani kwa kila kitu. Waqala alayhi salatu wassalam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi yake katika riwaya ambayo amesimulia al-Imam Muslim, wa huwa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah ta'ala. Anatueleza Mtume al-ihsan, ihsani ni nini? An ta'budu Allah ka'annaka tarahu. Ihsani umwabudu Allah kana kwamba unamuona. Kanaka tarahu mubashara, kana kwamba Allah unamuona live, yuko mbele yako.
uwe makini na utulivu kana kwamba Allah yuko mbele yako. Fa in lam takun tarahu, ikiwa wewe humuoni Allah, fa innahu yaraka, yeye Allah basi yeye anakuona. Kwa hiyo ukisimama kwenye swala ujue wewe umesimama katika kuongea baina ya wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Hususa sala, as-salatu hiya silatu baina al-'abdi wa rabba. Swala ndio kiunganishi kati ya mja na Mola wake. Hasa kama wewe hutokuwa na ihsani na utulivu na umakini katika ibada ya swala, wewe utakuwa na umakini katika lipi? Na wengine hawana umakini kabisa kwenye ibada, anajifanyia tu ili mradi tu. Na mikono iko kwenye ndevu, imeenda kwenye macho, imeenda kwenye pua, imezunguka tu. Hana wasiwasi. Al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu. Sani ni muabudu Allah kana kwamba unamuona. Fa in lam takun tarahu, ikiwa wewe humuoni, fa innahu yaraka, basi Allah yeye anakuona. Kwa hiyo hii ni upande wa ihsani. Swali lilikuwa ni swali la tano. Tunaingia katika anwa'u at-tauhid wa fawaiduhu, aina ya tauhidi na faida zake. At-tauhid, tauhid ni nini? قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الألوهية والربوبية وفي أسمائه وصفاته. جاء في مجموع الثمين الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. التوحيد، توحيد نيني، هو إفراد الله، نكم بكشاء الله بما يستحقه، وزيل صفة زنازمسيك الله، من الألوهية katika uungu wake Allah subhanahu wa ta'ala, والربوبية na ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala, وفي أسمائه na katika majina ya Allah, uamini kuwa Allah na majina, wasifatihi na sifa zake Allah, uamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na sifa. Kakusanya katika taarifu moja vipengele vitatu vya tauhidi. Na hapa tutawagusa wale ndugu zetu ambao wanaosema wakidai kwamba na nyinyi mbona mmemgawa Allah katika mafungu matatu, mmemgawa Allah kwenye mafungu matatu. Sisi tujamgawa Allah kwenye mafungu matatu. Ulama wamethibitisha yale Allah alothibitisha mwenyewe. Athbata Allahu azza wa jalla ar-rububiyyah, Allah amethibitisha ulezi, haithu qala alhamdulillahi rabbil alamin, namshukuru Allah mlezi wa walimwengu wote. Allah kathibitisha kwamba yeye ni Rabb. Ulama wakasema hii ni tauhidur rububiyyah, ni kumpokesha Allah katika ulezi. Ulama wameleta uzushi gani? Wameleta bid'a gani? Watu walivyoguswa katika masaili yao ya bid'a wakaona wakimbie kwamba na nyinyi mmeleta bid'a. Bid'a gani tumeleta sisi? Athbatana ma athbatahu Allah azza wa jalla, tumethibitisha yale Allah alothibitisha. Allah aliposema yeye ni Rabbul alamin, wanawachuoni wakathibitisha tauhidur rububiyyah. Kwa hiyo ulama kuleta uzushi, huu si uzushi, bali atakayesema ni uzushi yeye ndiye mzushi. Atakayesema kwamba vigawanyo hivi ni uzushi, yeye ndiye mzushi. Kwa nini? Kwa sababu anakataa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alothibitisha. Allah kathibitisha wa ilahukum ilahun wahid, na muabudia wenu ni muabudia mmoja. Ulama wakathibitisha tauhidul uluhiyya. Uzushi uko wapi? Ukipinga wewe ndo mzushi. Na muabudia wenu ni muabudia mmoja, wakathibitisha tauhidu al-uluhiyya. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, na Allah na majina mazuri. Ulama wakathibitisha tauhid al-asma'i was-sifat, Allah na majina mazuri. Kwa hiyo wana wachuoni hawajaleta uzushi, wala sisi hatujaleta uzushi. Ulama wamethibitisha yale ambayo Allah amethibitisha mwenyewe. Kwa hiyo wao ukipinga hili wewe ndo mzushi, wala ulama sio wazushi. Sema wamgawanya Allah katika ulezi, katika uungu, katika majina na sifa. Allah yeye ndo kagawanya hivyo.
Alivyothibitisha ulezi, ulama wakasema tauhidur rububiyya. Alivyothibitisha uungu, wakasema tauhidul uluhiyya. Wakathibitisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayasema mwenyewe. Kwa nini wanasema kwamba yanakuwa uzushi? Alivyothibitisha majina na sifa, na wao wakasema tauhidul asma wa sifat. Basi kama mtu ana hoja zingine tofauti na hivyo sawa, lakini usiseme kwamba hawa nao wameleta uzushi. Uzushi. Na haya ni majibu kwenda kwa manasara. Alisema nini Isa kwa Kibrania? Eloi Eloi lama sabakatani, Eloi Eloi lama sabaktani, Mola wangu mbona unaniacha? Ikiwezekana kombe la damu liniepuke. Alikuwa anamuomba nani huyo Isa? Alikuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba njama zilizotengenezwa ni mimi kuuliwa, kwa sababu yeye ni nabii wa Allah, na Allah anawatakasa manabii wake na anawalinda. Alisikia kilio hiki na huzuni hii kutoka kwa Isa, farafa'ahu Allah azza wa jalla ilayhi. Allah kamnyanyua kumpeleka kwake. Kwa hiyo mitume wote wamekuja kuwalingania watu wamwabudu Allah, waache ushirikina. Hakuna mtume alikuja hapa duniani akadai ni Mungu. Kama itikadi hii unayo, ni itikadi ya ukafiri, sio itikadi ya Uislamu. Wala haingia akilini, haipo akilini. Mtu mwenye akili duni ndio anaweza kuamini kwamba mtu ni Mungu. Akili duni. Mtu mwenye akili timamu hawezi akadai mtu kuwa ni Mungu, kwa sababu mitume wote wameletwa kwa sababu ya kumtangaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ani'budu Allah wajtanibu taghut, muabuduni Allah, muache mashetani, jiepusheni na mashetani. Ajabu iliyoje leo, eti Muislamu anakufa katika kiringe cha mizimu, anakufa katika kiringe cha matambiko. Toka karne ya 7 Mtume alayhi salatu wasalam yuko mpaka leo. Watu hawajajua, hawaelewi inatakiwa wafanye nini, wajiepushe na yapi ili wapate salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ani'budu Allah wajtanibu at-taghut. Ndio mitume wote wamekuja na da'wa hii. Hakuna mtume kaja kusema eti mimi ndo Mungu niabudiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, nasallallahu azza wa jalla an yafiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda. Tutaendelea na risala yetu insha Allah, Mwenyezi Mungu akitujalia. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.